Februari 28 mwaka 2026, saa chache kabla ya alfajiri, anga la Tehran lilikuwa tulivu, lakini ghafla kelele za ndege za kivita zikaanza kutetemeka. Israel, kwa msaada wa moja kwa moja na Marekani chini ya Rais Donald Trump, walianzisha operesheni kubwa iliyoitwa Epic Fury, au jina lingine la siri, walilenga maeneo nyeti, vituo vya nyuklia, makao ya IRGC, Revolutionary Guards, na hasa makao ya kibinafsi ya Ayatollah al-Khamenei katikati ya jiji la Tehran. Khamenei, mzee wa miaka 86, alikuwa ndani ya ofisi yake kama kawaida yake, akifanya kazi za uongozi wake wa kidini na kisiasa. Alikuwa amevaa vazi jeusi kama kawaida yake, na labda alikuwa akisoma Quran au akipokea ripoti za siku. Hakuna aliyefikiria kuwa dakika chache baadaye maisha yake yatakwisha hivyo. Kombora za juu kabisa, precision guided munitions, zilipofyatuliwa kutoka ndege za F-35 na drones za kisasa, jengo lake likaharibiwa kabisa katika sekunde chache. Moshi mweusi uliinuka juu ya jiji na satellite zilionyesha uharibifu mkubwa. Ukuta uliporomoka, moto uliokuwa ukiteketeza kila kitu. Ripoti za awali zilisema kuwa aliuawa pamoja na walinzi wake wa karibu na baadhi ya viongozi wa juu wa IRGC, ikiwa ni pamoja na waziri wa ulinzi na mkuu wa majeshi wa Iran. Saa chache baadaye, Rais Donald Trump akatangaza kwenye Truth Social, Khamenei, mmoja wa watu waovu zaidi katika historia, amekufa. Hakuweza kuepuka akili yetu na mifumo yetu ya kisasa ya ufuatiliaji. Sasa ni nafasi kubwa kwa watu wa Iran kurudisha nchi yao na kuleta amani Mashariki ya Kati. Televisheni ya serikali ya Iran, IRIB, ilianza kutangaza habari hiyo jioni moja. Mtangazaji mmoja mwanamume mwenye umri wa kati alianza kwa kusema kwa sauti inayotetemeka, "Kiongozi wetu mkuu Ayatollah al-Khamenei amefikia shahada katika shambulio la maadui wa Mungu na Uislamu." Machozi yalimtiririka usoni na kamera ikamshika akijifuta uso kwa mkono. Watu wengi walilia nyumbani kwao au mitaani. Serikali ikatangaza siku 40 za maombolezo rasmi pamoja na likizo za umma kwa siku 7. Misikiti ilijaa watu wanaoomba na bendera nyeusi zikawekwa kila mahali, lakini sio wote walilia. Katika baadhi ya maeneo, hasa mijini kama Tehran na Isfahan, watu walianza kushangilia kwa siri, wakishiriki video za kusherehekea kwenye mitandao ya siri. Wengine walisema hii ni haki ya historia kwa mtu aliyekandamiza watu wake kwa miongo 3 na zaidi. Pamoja na kifo chake, vita vikaongezeka mara moja. Iran ikaanza kurusha makombora na drones dhidi ya vituo vya Marekani katika nchi ya Iraq, Syria na hata Israel. Mengine yalirushwa kuelekea nchi za Ghuba kama United Arab Emirates na Saudi Arabia. Dubai na Doha, Qatar, zikashambuliwa na hoteli maarufu moja huko Dubai ikateketea kwa moto. Dunia iliangalia kwa hofu. Je, hii itakuwa vita kubwa ya 3 ya dunia? Ndani ya Iran, mchakato wa kurithi uongozi ulianza haraka. Majina kama Mojtaba Khamenei, mwanawe wa pili, yalianza kusikika kama mgombea mkuu wa nafasi ya kiongozi mkuu wa nchi hiyo, ingawa hakuna aliyethibitishwa rasmi hadi sasa. Wengine wanasema mageuzi yanaweza kuja, au labda vita vya ndani kati ya wanajeshi na wanademokrasia. Machi 1 mwaka 2026, Tehran bado inatetemeka. Barabara zimejaa waombolezaji, wengine wanaofurahia kwa siri. Moshi bado unaonekana mbinguni na sauti za milio na maombi zinazochanganyika. Mustakabali wa Iran na eneo lote uko mashakani zaidi kuliko wakati wowote. Leo Machi 1 mwaka 2026, Tehran bado inatetemeka. Barabara zimejaa waombolezaji, wengine wanaofurahia kwa siri. Moshi bado unaonekana angani na sauti za milio na maombi zinachanganyikana. Mustakabali wa Iran na wa eneo lote uko mashakani zaidi kuliko wakati wowote. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment. Maoni yako itakuwa vyema na swadakta sana. Hii ni VOT Media, wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe
like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.